Kwa nini mechi hii dhidi ya Stade Malien ni muhimu sana kwa upande wetu kupata ushindi? Kwa sababu haijawahi kutokea Simba katika ushiriki wake wa hatua ya makundi kupoteza mara mbili dhidi ya mpinzani mmoja. Hata nyakati zile ambazo tulikuwa tunafungwa mabao matano na kina IS Vita Club, tunafungwa mabao matano na kina Al Ahly, tunafungwa mabao 3 na kina JS Soura, lakini wote hao walipokuja Benjamin Mkapa tuliwarudishia, tuliwafunga na mnyama akachukua alama 3 Benjamin Mkapa. Hii ndiyo falsafa, hii ndiyo sifa na hii ndiyo nguvu ya Simba Sports Club. Kama ambavyo ilikuwa kwa Petro alitufunga nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, tukasema iwe iwavyo, ikiwezekana kufia katika uwanja wa watu kule Angola tuko tayari, lakini hatuko tayari kufungwa mara mbili dhidi ya mpinzani mmoja. Hatuko tayari sisi kuwa ngazi ya timu kufuzu kwenda hatua inayofuata. Sababu kwenye hatua makundi ukimpa mpinzani wako alama 6, maana yake wewe ndio ngazi ya yeye kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Simba hatuko tayari kuwa ngazi kwa timu nyingine kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Maana yake ni kwamba hatuko tayari, halitakaa litokee Simba tukapoteza mechi mbili dhidi ya mpinzani mmoja kwenye hatua ya makundi. Stade Malien alitubahatisha nyumbani kwao Mali, anakuja nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, atake asitake ataacha alama 3. Mnyama piga panga pangua, tunataka ushindi katika mchezo huo dhidi ya Stade Malien ili kuendeleza na kudumisha ile falsafa yetu ambayo tumejiwekea na imedumu kwa miaka na mikaka. Kwa hiyo Jumamosi tutakwenda kupambana kadri tuwezavyo. Wachezaji wetu watakwenda kujitoa na kujituma kadri wawezavyo ili twende tukapate matokeo katika mchezo huo siku ya Jumamosi. Na jambo moja la mwisho la msingi ni kwamba mechi hii inatazamwa across the world. Dunia nzima inaangalia mechi hii. Wanataka kumwangalia mnyama anamalizaje. Namna ambavyo ameanza kwa kusuasua atamaliza kwa kusuasua. Jicho la Waafrika, jicho la wanadunia liko hapo Benjamin Mkapa siku ya tarehe 1. Hatuko tayari kuona tunaidhihirishia dunia ya kwamba msimu huu sisi tuko shagala bagala. Lengo letu ni kwenda kupata ushindi katika mchezo huo ili kila anayetazama mchezo huo aseme kwamba mnyama alianza vibaya lakini amemaliza vizuri. Huko kumaliza kwetu vizuri ndiyo maandalizi ya ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao. Ombi langu ni moja kwa wana Simba. Kitu najua kinashuka chini kwa sababu uzito wangu umeongezeka baada ya Simba kuimarika na kuanza kufanya vizuri. Kwa hiyo viti vinakuwa haviniwezi kuhimili uzito wangu. Hizo ndio raha za Simba. Mechi 3 uzito umeongezeka, raha zimerejea Msimbazi. Ombi langu kwa wana Simba, tunafahamu mechi hii kwetu hata tukishinda hakuna mahala tunakwenda, lakini kushinda ni muhimu kweli kweli kuliko kufungwa. Ukishinda maana yake ni kwamba unatengeneza confidence kwa wachezaji wako kuelekea katika vita kubwa ambayo tunaipambania huko mbele. Lakini kama haitoshi, bado tuna vita kubwa ambayo tumeiwekeza kwenye ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Ili tuweze kuwa na vita nzuri huko mbele, tuweze kushinda michezo ambayo iko huko mbele, lazima tutengeneze confidence katika mechi hii dhidi ya Stade Malien. Tumemfunga Mashujaa, tumemfunga KMC, bado watu wanaona ya kwamba sio kipimo kizuri kwa mnyama na kujinasibu ya kwamba tayari Simba yetu imeimarika. Sasa tunakwenda kuwaonesha siku ya Jumamosi ya kwamba tayari Simba yetu imeimarika na tuna uwezo wa kuifunga timu yoyote Afrika ukiachilia mbali Stade Malien. Kwa hiyo
mechi hii ya Jumamosi, ni waombe ndugu zangu wana Simba, tuache kupiga hesabu, tuache kuangalia tukishinda tunapata nini, tuache kufikiria sasa hatujakwenda robo finali, tuache kusononeka hatujafuzu safari hii, tuache kulalamika na kulaumiana. Tukubali tu ya kwamba mwaka huu mnyama hakuwa sawasawa. Kwenye mechi za mwanzo tumeshindwa kufuzu, hatujakwenda robo finali. Yani tukubali kiroho safi ya kwamba mwaka huu tumeteleza, tunajipanga kwa ajili ya mwaka ujao. Tukisha kubali kiroho safi, maana yake tunafungua nafsi kila mwana Simba tarehe 14 aje Benjamin Mkapa kiroho safi, aje kuiunga mkono Simba yake. Twende tuwafikishie ujumbe wachezaji wetu kwa pamoja kwamba mmetupa heshima kubwa Afrika, mmetupeleka robo finali mara 7 mtawalia. Mwaka huu kwa bahati mbaya mmeanguka, lakini sisi bado tuko pamoja na nyinyi. Tujiandae kwa ajili ya kurejesha heshima ya mnyama msimu unaokuja. Hasa ujumbe huu wa kuwapelekea wachezaji wetu tunatakiwa twende tukaupeleke sisi wana Simba kwa wingi wetu. Maana yake ni kwamba hakuna mwana Simba anatakiwa kubaki nyumbani siku hiyo. Hii ni siku ya mashabiki kwenda kuzungumza kwa vitendo na wachezaji wetu, kuambia kwamba msijali, tulisimama imara pamoja, tumeteleza pamoja, tunanyanyuka pamoja, tunaelekea mbele. Lakini tunakwenda kuwatia moyo kwamba bado tuko pamoja na tunawategemea na kuwaamini katika vita kubwa ambayo imebaki NBC pamoja na CRDB. Hasa ujumbe huu tunatakiwa wana Simba wote siku ya tarehe 14 tujitokeze kama ambavyo tumejitokeza kwa wingi kwenye mechi dhidi ya Esperance. Tujitokeze kwa wingi ule, ama zaidi ya wingi ule, twende tukawape ujumbe wachezaji wetu ya kwamba tuko pamoja na nyinyi, tuendelee na mapambano, tuendelee kuipambania Simba yetu. Tukifanya hivyo tutakuwa tumefikisha ujumbe mkubwa sana ambao athari yake chanya tutaiona katika mwendelezo wa ligi kuu ya NBC pamoja na mashindano mengine. Lakini itakuwa ni ujumbe mzito kweli kweli, wachezaji wetu kuanza kujipanga upya kwa ajili ya ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao. Mimi niwape pole mashabiki wa Simba, tumezoea kwenda robo finali, lakini mwaka huu tumeshindwa kwenda robo finali, na hayo ni maisha ya kawaida mno kwenye mpira wa miguu. Kuna wakati unafuzu, kuna wakati unaanguka, kuna wakati mambo yanakuwa mazuri, kuna wakati mambo yanakuwa arijojo. Kwa hiyo asitokee mtu sasa akataka kunufaika na huku kufeli kwetu, ndio akajifanya na uchungu sana na Simba, akajifanya na makelele mengi sana, akaanza kuwatusi na kuwadhihaki wachezaji wetu, akaanza kuwatusi na kuwabagaza viongozi wetu. Hii ni hali ya kawaida mno. Kuna kufuzu, kuna kushindwa, na unaposhindwa haukai chini na kuanza kutukanana wala kulomiana, bali unajipanga kwa ajili ya msimu unaokuja. Stellenbosch kacheza nusu finali msimu uliopita, msimu huu ameshindwa kutoboa hatua ya makundi. Mamelodi Sundowns mpaka sasa ameshikilia roho yake, hatima yake haijui. Amecheza nusu finali msimu uliopita, mwaka huu mambo yake ni magumu. Hiyo ndiyo football ndugu zanguni, unapanda unashuka. Muhimu ukishuka usikae mrefu hapo, nyanyuka, nenda kaipambanie timu yako. Ndugu zanguni wana Simba, pamoja na yote lakini mechi hii ina viingilio kama kawaida, na tunafanya hivi kwa sababu ya maintain standard ya timu yetu. Tungeweza kufanya jumla jamala kwa maana ya bure, lakini kwa hadhi ya timu yetu tunashindwa kufanya hivyo, inatulazimu kuweka viingilio. Hiyo ndio standard ya ambayo nyinyi wenyewe mashabiki wa Simba mmeikuza na kuifanya timu yetu iwe hapo. Kwa mantiki hiyo, viingilio katika mchezo huu, mzunguko ni shilingi 3,000, VIPC ni shilingi 5,000,
VIP B ni shilingi 10,000 na VIP A ni shilingi 20,000. Platinum ni shilingi 100,000 kamili. Wapinzani wetu Stade Malien wanataraji kuwasili Tanzania siku ya tarehe 13 alfajiri. Watafanya mazoezi siku hiyo tarehe 13 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na tarehe 14 wanamkia uwanjani kwa ajili ya kwenda kukamilisha ratiba na kumalizia hatua ya makundi ya ligi mabingwa Afrika. Waamuzi wa mchezo wetu wote wanatoka nchini Malawi na wanaanza kuwasili kuanzia siku ya kesho. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu waandishi wa habari, kwa upande wangu ama kwa upande wa Simba Sports tumemaliza yale yote ambayo tulikusudia kuwaambia. Kama kutakuwa kuna maswali, basi karibuni.